Familia, marafiki na wanaharakati walifanya mazishi ya mwigo ya James Kamau, jamaa aliyefariki nchini Urusi. Familia ya marehemu ililazimika kufanya mazishi ya aina hiyo baada ya kukosa mwili wa mpendwa wao. Waliwasha na kuzima mishumaa 33 kuashiria miaka aliyoishi James. Ode Francis anaarifu. Ni picha za huzuni, familia ya James Kamau ambaye alifariki nchini Urusi ikilazimika kufanya mazishi ya mwana wao bila mwili wake. Mamake Kamau akilemewa na pumzi na uchungu wa kumpoteza mwanawe. Kabla ya kuelekea Urusi, Kamau alikuwa amefanya kazi Tanzania na Qatar ili kuitafutia familia yake. Japo familia imefanya mwigo wa maziko, kwa babake Kamau hajaridhika. Serikali inasema amekufa, lakini mimi mpaka nione mwili ndio nihakikishe. Ama walete vitu, kuna kitambulisho yake, kuna nguo alienda naye, kuna nini. Wakileta hizo ndio nitairidhika mtoto wangu alikufa. Kwa uchungu, walizima mishumaa 33 kuashiria miaka aliyoishi Kamau kama ishara ya mazishi. Last week but one on Monday ndo mama alipigiwa simu akaambiwa, of which mimi nilikataa. At first nilikataa until mama alinipea namba za Peter from the Office of Foreign Affairs. Akaniambia hivyo, hiyo ndo information yenye tuko nayo, and that is when it was confirmed that it was our brother, that our brother was no more. Mazishi yake Kamau ni ishara tosha kwamba familia yake imefikia hitimisho, kwamba mwanao alielekea Urusi na hatorudi tena. Ndo hali familia nyingi zipo kwa sasa, kwa wale ambao wanao walielekea Urusi na hawajui wanao iwapo watarejea wakiwa hai au la. Ode Francis, runinga ya Citizen, Limuru.